بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, ndugu zangu katika iman, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa mara nyingine tunakutana katika halka zetu za mwezi wa Shaaban, na leo tukiwa katika halka ya 4 katika mlango wa ahkam siyam. Tumezungumzia katika halka ya kwanza na halka ya pili na halka ya tatu, na leo katika halka yetu ya 4 tunazungumzia rukhsatul iftar, wale ambao kwamba walipewa rukhsa kufuturu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kina nani. Tumeeleza rukhsa ya kufuturu kwa maana mambo ambayo hayaharibu som katika halka iliyopita ya tatu: kupiga mswaki, kusukutua, kupaliza maji puani, na vile vile tumethibitisha kupitia hadithi za Bwana Mtume alikuwa akipiga mswaki wakati wa kila swala anapoingia nyumbani, na vile vile kutumia drop katika macho au masikio ikiwa ni kama dawa. Huo si mlango wa chakula, tunaweza kutumia, lakini ruhusa ya hapa leo tunakusudia wale ambao kwamba wameruhusiwa kufuturu, wale ambao kwamba wameruhusiwa kula katika mwezi wa Ramadhani. Katika masala ya kwanza tutazungumzia mgonjwa. Mgonjwa ni wa kwanza ambaye kwamba ameruhusiwa kufuturu ndani ya Ramadhan, na hapa tueleze naul amradhi, sampuli ya maradhi ambayo inatakiwa mwenye maradhi kama hayo asiweze funga kwa sababu ni maradhi thaqili, maradhi mazito. Yubahu lilmaridhi an yaftura, ni sawa kwa yule mgonjwa kufuturu, wa alayhi alqadha, na atakiwa alipe baadaye, liqaulihi ta'ala ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Ayyaman ma'dudat ni masiku ya kuhesabika, kisha Allah kasema faman kana minkum maridan, yule ambaye miongoni mwenu kuna mgonjwa, au ala safarin, ama yule ambaye uko safarini, fa'iddatun min ayamin ukhra, basi anatakiwa alipe saumu kama ile siku nyingine. Wa qawluhu ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasum waman kana maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, yule ambaye kwamba ameshuhudia mwezi miongoni mwenu basi amelazimika kufunga. Waman kana maridan, na yule ambaye ni mgonjwa, au ala safarin, ama uko safarini, fa'iddatun min ayamin ukhra, anatakiwa alipe siku nyingine. Na almaridhu ala nawaini, mgonjwa wako sampuli mbili ndugu zangu katika imani. Almaridhu alladhi yurja baruhu, kuna mgonjwa ambaye anatarajia kuponywa na Allah subhanahu wa ta'ala wakati wowote. Wa hadha huwa alladhi nassa alayhi alquran, huyu ndio aliyetajwa na Allah hapa, fa'iddatun min ayamin ukhra. Mgonjwa huyu pengine ni malaria, ni homa, ni tumbo pengine kidogo limeweza kumpiga, basi mgonjwa kama huyu anatakiwa akiwa amekula alipe siku nyingine. Sampuli ya pili ya mgonjwa ni almaridhu alladhi la yurja baruhu, mgonjwa ambaye kwamba hatarajii kupona katika maradhi kama yale, ni maradhi thaqil, na hatusemi hatutarajii, na Mwenyezi Mungu ni wakati wote anaweza kuleta shifa, lakini hatarajii kuponya kulingana na experience ya matabibu wa zama zetu, kwamba magonjwa haya kawaida yakimpata mtu ni magonjwa ya kuendelea mpaka kufa kwake. Magonjwa kama haya anapompata mtu kama ule, basi anaruhusika kufuturu ndani ya Ramadhan. Fahadha yut'imu kulla yawmin miskinan, huyu atalisha kila siku maskini mmoja. Kasheikh alkabir, kama mzee mkongwe, miaka imeenda na hana nguvu tena. Walmar'atu alajuza alkabira, mwanamke ambaye vile vile ni mkongwe, mzee, umri umeenda. Hawa wawili fayut'imani kulla yawmin miskinan
watalisha kila siku maskini mmoja nisfa sa'in, nusu pishi, na nusu pishi mayusawi kilo wa nisi, kilo moja na nusu. Kwa kila siku anatakiwa atoe kilo moja na nusu kulisha maskini kwa masiku yale ambao mwenye nguvu yake atafunga. Ikiwa ni siku 29, basi anatakiwa atoe pishi moja na nusu kwa siku 29, na ikiwa ni siku 30 hivyo hivyo. Na baadhi ya ahlul ilmu wanasema anaweza akakusanya chakula kile cha siku 30 takriban, kutoa shaka, akakusanya chakula kama ile tayari akampatia maskini ambaye ni mhitaji kweli, aweze kutumia kila siku kama futari yake. Chakula chenyewe yaweza kuwa ni mitamrin, tende, mchele au qut ahli albalad, chakula ambacho kinalika pale ama watu wa mji ule wanakula. Anaweza kutoa chakula kama kile. Usitoe chakula ambacho watu wa mji kama ule hawatajui namna kukipika, kinapikwa vipi. Toa chakula cha kawaida ambao kinatumika katika mazingira ya mji wako. Kwa huyu ni wa kwanza ambaye tunamzungumzia, ambaye amepewa ruhusa ya kufuturu. Ruhusa ya mgonjwa wa kwanza ni ruhusa ya kuwa afuturu lakini alipe siku nyingine. Wa pili ni mgonjwa ambaye hatarajii kupona na maradhi yale thakili, huyu atakuwa ni mwenye kulipa kibaba. Kishi takriban inakuwa ni kilo moja na nusu. Masala ya pili ambayo tunazungumzia hapa katika wale ambao wamepewa ruhusa ni yule almusafir, yule musafir ambaye kwamba yuko safarini. Huyu vile vile amepewa ruhusa kuweza kufuturu kwa mujibu wa aya ya Qur'ani kama anavyotueleza Allah katika suratul Baqara aya 184, Allah akisema ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan au ala safarin, ama yule ambaye yuko safarini, huyu ameruhusiwa kufuturu. Na baadhi ya ahlul ilm vile vile wamezungumzia masala kama haya kwa mapana. Kuna safari ambazo ni fupi, safari ambazo hazina uthaqili, safari zenyewe ni safari nyepesi, pengine takriban ni masafa ya karibu, na mtu ana nguvu za kuweza kufuturu, basi anaweza kufunga, anaweza kufunga. Ama akiona ni ruhusa kwamba hii madamu hata safari iwe ni kiasi gani naweza kula, vile vile anaweza kwa mujibu wa aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au ala safarin, ama akiwa katika safari. Lakini ni kuangalia hali yako na afya yako. Ikiwa wewe unaona unaweza kufunga na hakutopatikana mashaka na tabu, basi unaweza kuendelea. Kama wanavyosema wengine, safari za sasa ni nyepesi, safari sahali, safari za ndege pengine ni Mombasa na Lamu, ni Mombasa pengine ni Nairobi, ni safari nyepesi ambazo muda wa dakika 45, dakika 25 unafika pale mahali unapoona unaweza kuweza kuvumilia kumaliza somo yako, ni bora. Na kama ilivyokuja wa antasumu khairul lakum. Na ndugu zangu katika iman, hapa kuna masala tuweze kuzungumza kiundani kidogo. Kuna yule ambaye kwamba anasema ana ajidu quwwata siyami fi safar, mimi na nguvu za kutosha katika kusafiri na hali ikiwa mimi nimefunga. Na hii ni kwa usahali wa safari katika zama zetu. Ukija katika ruhusa kwa umuhimu wake ni kwa ili swala ni kweli kuna watu ambao wanaweza kweli kufunga na huko kwa wako safari, lakini tujue kwamba annal afdala lilmusafiri, jambo bora ambalo atakiwa ule msafiri, an yaftura fi safarihi, afuturu akiwa katika safari yake. Idha ishtadda alharru, joto linapozidi, wa adhumat almashaqqa, na mashaka yakaanza kupatikana, kwa sababu ruhusa umepewa wewe, umeazimia kufanya hilo, lakini unapoona sasa joto limekufikia, taabu umeanza kupata, basi useme madamu litiania kuendelea, mimi nitaendelea na saumu. Utakuwa sasa hapo unaingia katika saumu na mashaka na ruhusa umepewa. Kwa hivyo huyu ni wa pili ambaye amepewa ruhusa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na An-Nasai an Jabir ibn Abdullah anasema hii ni ruhusa kwa mujibu wa hadithi ya Mtume, laisa min albirri as-siyamu fi safar, si katika wema mtu kufunga safarini. Ukiwa katika safari basi unatakiwa ufungue, na safari hapa imebeba jina lolote la safari, ni ruhusa, mtu anaweza kufuturu. Ni kama tulivyosema, ni masafa ambayo wewe mwenyewe utaka ukadirie. Safari hapa na mtu hapa ni safari, inaitwa safari.
Safari ukitoka mjini Mombasa mfano mpaka Kisauni ni safari. Zote hizo ni safari. Unapotoka katika nyumba yako kwenda sehemu nyingine ni jina la safari, lakini ni safari ipi kiwa hakika ukitazama ndani yake kuna mashaka na taabu na dhiki, basi uweze kupima katika hali kama hiyo, kwa sababu wengi wetu wana tabia ya kusingizia hiyo ni safari, basi anakula kila siku na kila siku yeye anasafiri, anatoka Mtwapa anakuja mjini kufanya kazi, anafuturu kila siku atakuwa. Kwa hivyo atatoka na Ramadhani pia atakuwa anaendelea na safari vile vile. Kwa tuna kipimo cha kupima sisi safari gani ambayo inaweza kutupatia mashaka. Mtu wa tatu ambaye amepewa ruhusa ambaye anaweza kufuturu ni alhamil au almurdi, yule ambaye ni mjamzito ama ni mwenye kunyonyesha. Inshaqqa alayhima as-siyam, wanapopata tabu katika kufunga. Yeye ni mjamzito lakini anaona thakil, anaona tabu, yule amepewa ruhusa. Na vile vile pengine ni mwenye kunyonyesha, anahitaji awe na nguvu ya kula chakula, mtoto wake apate maziwa, apate kumnyonyesha, huyu vile vile amepewa ruhusa ya kuweza kufuturu ndani ya Ramadhan, mpaka wakati ule mtoto wake akiwa amekuwa na siha mzuri na Ramadhani imetoka, basi ataweza kulipa. Ndugu zangu katika imani, hawa ni watatu ambao wamepewa ruhusa katika kufuturu ndani ya Ramadhani. Mgonjwa ameruhusiwa, msafir ameruhusiwa, na vile vile kama tumweleza mjamzito au mwenye kunyonyesha amepewa ruhusa. Na katika maradhi tumeeleza kuna maradhi sampuli mbili. Kuna maradhi ambayo ni ya leo na kesho kutwa. Maradhi kama yale inapomalizika saumu ikitoka ya Ramadhani unatakiwa ulipe. Na kuna maradhi ambayo ni ya kuendelea. Kuna watu wenye maradhi ya sukari thaqili, wanameza dawa kila siku, na dawa pengine ni asubuhi, ni dawa ni jioni. Wale sasa katika hali hiyo wanatakiwa watoe kibaba, nao ni nusu pishi, kilo 1.5 kutoa shakani, isiwe na mapungufu, uweze kulisha maskini kila siku. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, kuna adabu ambazo tunatakiwa tuzichunge katika kufunga kwetu, na hii ni halka yetu nyingine. Inshallah tutakutana katika halka yetu ya mwisho tukimalizia halka zetu katika mwezi huu mtukufu wa Shaaban. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.